بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ikiwa ni usiku wa tarehe 3 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1447, takuzungumza kalima ya ukumbusho tu kwa munasaba mfano wa siku ya leo. Kwa ilikuwa ni siku ambayo mvua yanyesha. Suala la kukusanya baina ya الظهر والعصر المغرب والعشاء. Tuweza kusema kuwa suala hili umegawanyika watu vigawanyo vitatu. Kuna ahlul ghulu, hawa hata wakiona mawingu pia waswali, wakakusanya baina swala mbili. Kiuliza kwa nini mkusanya baina swala mbili, wasema tuhofia mvua isije ikanyesha, huenda mvua ikanyesha, kwa hivyo tukusanya kabisa. Na haijuzu kukusanya baina ya swala isipokuwa ule udhuru ambao kwa ajili yake tumepewa ruhusa ya kukusanya swala upo, sio kuwa wauogopea. Lazima ule udhuru uwe upo wakati ule ulipopewa ruhusa ya kukusanya baina ya zile swala mbili. Ama ikiwa watarajia, basi subiri mpaka matarajio yako yawe, kisha ndio ukusanye baina ya zile swala. Ama watarajia na haijakuwa, itakuwa ni makosa kwa wewe kukusanya baina ya swala mbili, wakati Allah subhanahu wa ta'ala sema inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Kwa asli ya swala ni kuwa katika masharti yake ni iswaliwe kwa wakati wake. Na hili utaliona sana hapa kwetu kwa makhurafi. Makhurafi mwanzo aslan hawana haja na sunna, wacha kuwa mpewa ruhusa, sunna hawana haja nayo. Kwa hawa ni ahlul jafa, wakafanya ususuwavu katika ruhusa hii tuliopewa na sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Na kundi la tatu ni wasat, kati na kati, ambapo ndio ahli sunna watakikana wabakie kati na kati. Nataka nisome maneno ya wanavyuoni ili tuweze kupata kipimo kwa wakati gani tukusanya baina ya swala mbili. Maona wale awamu ambao mara nyingi huja katika misikiti ya watu wa sunna, kisha wakati ya motisha changanya, wallahi yule ukizungumzwa wewe hakuhurumii. Kule nje akitoka kisikia watu wa kuzungumza, na yeye atachangia juu. Ni kweli wale watu bwana wanzidi bwana, hawafai kabisa. Hawa awama ambao hawaionei huruma hii da'wa, wengi wao kwa sababu hawapendi kuambiwa kweli, waweza kukutia motisha wewe, kisha baada ya wewe kufanya, watu wakija kuzungumza kule nje, na yeye pia akachangia katika kuzungumza ili kuharibu sura ya da'wa. Kwa tuchungeni sana, tuwe kati na kati. Nataka nieleze ni mvua gani ambao tutatakikana sisi tukusanye swala, ili tusije tukachukuliwa ndio sehemu ya kuzungumzwa huku kwetu. Na mimi nawaambia hivi ndugu zangu tulabul ilm, kwa sababu tuishi katika mujtamaa unaotuangalia watu wa sunna jicho baya sana. Wengi katika watu hawapendi kuambiwa haki.
Wewe waweza kuingia mahali ukwenda msikitini kuswali tu, ukakuta pale msikitini kila mmoja ambia ndio huyo ashaingia, ndio yule, basi ndio yule, unamjua yule. Sasa fikiria wakipata sehemu ya kukuzungumza wewe vibaya, kwa wao watafuta njia yoyote wewe uteleze pale popote pale, basi ndio hapo washapata gumzo la kusema. Kwa sisi tufunge milango kama hii. يقول النووي رحمه الله تعالى, الإمام النووي akieleza kuhusu mvua ambayo hukusanywa katika mvua hili swala, sema wala yajuzu aljam'u illa fi matarin yabullu athiyab, haifai kukusanya baina ya swala mbili isipokuwa katika mvua ambayo yatotesha nguo. Bimaana ukitembea chini ile mvua nguo yako yatota. Unaweza kuniuliza na huko kutota ni kupi? Nitaeleza huko mbele. Kile mwanzo tusome maneno ya Imam an-Nawawi rahimahullah katika al-Majmu' sharh al-Muhadhab, sema wala yajuzu al-jam'u illa fi matarin yabullu athiyab, haijuzu kukusanya swala isipokuwa katika mvua inayototesha nguo. Wa amma al-mataru alladhi la yabullu athiyab, yaweza kuwa mvua yanyesha lakini ni hafifu, ambayo mtu aweza kutembea lakini nguo yake isitote. Asema wa amma al-mataru alladhi la yabullu athiyab fala yajuzu al-jam'u li ajlihi, haijuzu kukusanya swala kwa ajili ya mvua ambayo haitoteshi nguo. Liannahu la yutaadha bihi, sababu mvua kama hiyo haimletei mtu udhia, haudhiki nayo Muislamu, kwa hiyo waweza kuja msikitini. Kwa hili jambo ni muhimu sana. Hapa al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala ametupa kipimo cha kutumia katika kuona hii swala, je, tuikusanye na nyingine au la. Tizama ile mvua, ukiiona ni mvua kuwa ukitembea chini yake ile mvua itakutotesha, basi kusanya swala. Ama ukiona kuwa mvua imesimama ama mvua ni chache, katika hali kama hii usikusanye swala, wala usighurike na wale wanaokuja msikitini kwa wingi, mpaka wengine wakwambia amenenda kufuata wholesale bwana, kisha wewe vile ni imamu sema watu wote wamkuja hapa bwana. Wallahi utabeba masuhulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hizo swala unazokusanya. Utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kukusanya kwako swala hizo bila ya udhuru wa kisheria unaotambulika kisheria. Kwa hili jambo muhimu sana. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني والمطر المبيح للجمع, mvua ambayo mtu upewa ruhusa kuwa ni mubah kwake yeye kukusanya swala, huwa ma yabullu thiyab, ni mvua inaototesha nguo. Kisha akasema huwa ma yabullu thiyab wa talhaqu almashaqqatu bilkhuruj fihi, pia mtu upata mashaka kwa kutoka katika mvua kama ile, maana apata uzito na mashaka kutembea chini ya mvua kama ile. Wa amma tal, ama ile mvua chache, fa in lam yusibha wabil fa tal ni ile mvua chache ile rasha rasha kama wanavyosema. Wa amma tal wal matar al khafif alladhi la yabullu athiyab, ama ile mvua ya rasha rasha, mvua hafifu ambayo haitoteshi nguo, fala yubihu, haimpi mtu ruhusa ya kukusanya swala. Nipeelewa vizuri, haimpi mtu ruhusa ya kukusanya swala. Qala wathalju kalmatari fi dhalika, na hukumu ya barafu pia, kunyesha barafu ni kama mvua katika hili jambo, liannahu fi maanahu, sababu ingia katika maana yake, maana ya mvua.
Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ana maneno mazuri sana katika kitabu chake Ash-Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni'. Asema idha kana hunaka matarun yabullu ath-thiyab likathratihi wa ghazaratihi, kukiwa kuna mvua inayototesha nguo kwa wingi wake, bimaana yanyesha kwa fujo kwa wingi, fa innahu yajuzu al-jam'u baina al-isha'ain, yajuzu kusanya baina ya maghrib na isha. Madhhabi Hanabila waenda kuwa kusanya ni maghrib na isha, si dhuhur na asr. Hii ni madhhabi Hanabila, tukisema yajuzu kukusanya baina ya maghrib na isha. Fa in kana mataran qalilan la yabullu thiyab, ama ikiwa ni mvua chache ambayo haitoteshi nguo, fa innal jam'a la yajuz, wacha kuwa watarajia mvua. Maana kuna swali mmoja kati ya ikhwan niuliza, kuna watu wasema kuwa ukiwa na hofu tu mvua yaja basi wachanganya swala, tena kijeuri kweli. Sikieni maqta jamaa zungumza kujeuri kweli. Hadha min aljahl, sallallahu alayhi wasallam, hadha min aljahl. Ikiwa yenyewe mvua yanyesha hafifu haifai kukusanya swala, ikiwa ni hafifu haitoteshi nguo, kefi ikiwa hofia inyeshe. Ikiwa mvua ni hafifu haitoteshi nguo, haifai kukusanya baina ya swala mbili. Kefi ikiwa ile mvua yenyewe haijanyesha kabisa, hakuna mvua. Kwa sio jambo sahali tu mtu changanya wala alafu jamaa hufurahi kabisa, fanya kama fanya changanya. Si mpira shekhi, hii ni ibada, ni ibada adhimu ya swala. Msifanyie kitu hiki kama ambaye ni kitu cha kushabikia na kufanyia mzaha. Kuna mvua ya kutotesha, changanya swala, na wala usijali ule asiyeswali. Kuna kijikhurafi fulani kimekuja pale, mimi si swali, na mwanzo huyo ni mjinga, kwa sababu hata ukiswali kwa nia kuwa ni sunna, wewe huoni kukusanya ile swala ili usionekane wakhalifu jamaa, ndio sawa hiyo. Kwa mfano wewe huoni jamaa, ukaswali kwa nia kuwa ni sunna, kisha ikifika wakati utaswali tu. Lakini kuna wengine hutoka mbele za watu, sikubali bwana, uonekana huyu jahili. Achana na jahili, jitu jinga wewe, hata usilijali, acha lende zake, sababu haielewi hata misingi ya dini. Huyu utamwambia nini? Maadamu mvua yatotesha, basi usijali yule anayepinga, mwache akitoka kenda zake aende zake. Wacha kwenda, ukifika pale kwenye nguzo piga kichwa na nguzo upasuke, ndio utajua mkasirika. Ukifika kwenye nguzo pale gota kichwa kwa, kisha tuone damu, kisha tutakucheka hivyo. Sio tutakuonea huruma, tutakucheka kwa sababu ya ujinga uliokuwa nao. Wewe utakuwa ni mjinga, shauri yako, nenda na wajinga wenzako. Lakini hapa sasa tuna sababu ya kisheria ya kukusanya katika mvua. Hatutojali mtu yoyote sema atakavyosema, lakini mvua yanyesha kisawasawa, yatotesha nguo, basi tutaswali jamu bila ya kujali mtu yoyote Mombasa hii, awe hizbi mkubwa, awe hizbi kijidogo, awe khurafi mkubwa, awe khurafi mdogo. Nahnu la nubali bi ahli albid'ah. Watu wa bid'ah aslan mbele chochote mubtadi', lakini tusema basi iwe iko ile sababu. Sasa hata wakisema wao waseme mpaka wachoke, wakishachoka wataenda zao kwao kalale, na sisi tutakuwa tumepata ruhusa, tumekusanya swala alhamdulillah kwa uzuri kabisa. Lakini isiwe mvua basi ni hafifu tu hivi, tukusanye swala, kusanya tu swala. Watu wakimaliza dhuhuri jua hilo latoka, asiri ingia jua kali, watu waje msikitini, watu swala washakwenda zao. Ndio pale sasa wale awamu mashia nini hawa, mashia hawa wakusanya swala. Aliyetukanisha sunna na da'wa nani? Ni wewe ambaye hukutumia kipimo cha kisheria, ukapelekea katika da'wa kutukanwa. Kwa tuchungeni jambo kama hilo.
Imetokea ruhusa kikweli, wache waseme mpaka wachoke. Wewe swali. Sheikh Ibn Uthaymeen asema rahimahullah alifuzungumza, idha kana hunaka matarun yabullu athiyab likathratihi wa ghazaratihi fa innahu yajuzu al-jam'u bayna al-'isha'ayn, fa in kana mataran qalilan la yabullu athiyab fa inna al-jam'a la yajuz, لأن هذا النوع من المطر لا يلحق المكلف أو لا يلحق المكلف فيه مشقة. Muislamu hapati, ambaye ni mukallaf hapati mashaka na mvua chache. Kwa hivyo hakuna rukhsa hapa. Bikhilafi alladhi yabullu thiyab la siyama idha kana fi ayami ash-shita, kinyume na ile mvua ambayo yatotesha nguo, haswa ikiwa wakati wa baridi. Fa innahu yalhaquhu mashaqqatun min jihati al-balal wa mashaqqatun ukhra min jihati al-bard. Sababu wakati wa baridi atapata taabu mara mbili, na haswa katika miji ya baridi kama vile Nairobi na miji mingineyo ambayo ina baridi, anyeshewa na mvua kisha kubwa na baridi, apata mashaka mara mbili. Wala siyama in indhamma ila dhalika rih, kisha ikaongezeka juu yake upepo, ndio zaidi. Fa innaha tazdadu almashaqqa, hapa mashaka yatazidi, atapata tabu zaidi. Sasa kuna suala akasema, fa in qila ma dhabitu albalal, swali zuri sana. Ili tuseme hii nguo imetota, ni kiasi gani cha mvua tutasema yatotesha mvua, yatotesha nguo, na ile nguo ile ipatwe na kiasi gani cha maji tuseme kuwa hii nguo imetota. Umeelewa swali? Ili tuseme hii nguo imetota, iwe imemwagikiwa na maji kiasi gani? Sheikh asema, fal jawabu huwa alladhi idha usira ath-thawb taqatara minhu al-ma, kile kiasi ambacho chaambiwa kuwa nguo imetota ni kile ambacho ukiitoa ile nguo ukaikamua, maji yatafanya nini? Yatadondoka katika ile nguo. Utasema hii sasa imetota ile nguo. Sasa piga hesabu zako wewe, ile mvua ambayo ukitembea chini yake nguo yako ikiingia maji, yale maji ukiikamua ile nguo yatakuwa yamwagika, basi hiyo ndiyo mvua inayokusudiwa hapa. Na haijalishi kuwa eti waishi katika mji kisha kuna makanopi. Kuna khurafi mmoja alikuwa akizungumza akipinga jambo la jamaa, siku hizi hii haifanyi kazi tena, haifanyi kazi tena. Wewe una wazimu. Ifanyi kazi maulidi, isifanyi kazi sunna Mtume sallam na ibaha na ruhusa ya sheria. Kwa nini? Kwa sababu kushajengwa hivi na hivi, kushajengwa. Haijalishi kumejengwa au kujengwa, maji yana njia yake na mashimo yake na mashimo yake, maadamu kuna mvua, sheria imetoa ruhusa. Sheria imetoa ruhusa. Na nyinyi hamchanganyi aslan, hata mkiwa mwishi Bundo pia, waishi mashambani kule, kwa mfano kuanyesha mvua na kutajaa tope na mvua kali kabisa, watota, hawachanganyi makhurafi hata siku moja. Ushaona makhurafi changanya? Kwani haya maneno ya Imam an-Nawawi si wasema ni Shafi'ia? Sasa mimi nitamalizia na maneno ya Imam Shafi'i mwenyewe rahimahullah katika kitabu chake asemaje? Na hapa kuna faida nyingine tutaipata. قال الشافعي رحمه الله: ولا يجمع إلا والمطر مقيم في الوقت الذي تجمع فيه. ولا isikusanye swala isipokuwa na mvua yanyesha ule wakati ambao nyinyi mtaka kukusanya swala. Umeelewa? Na ndio maana leo nikamwambia hapa maghrib msikusanye swala, pamoja na kuwa baada ya kuswali sunna ile mvua kidogo ikanyesha, ule wakati wataka kukusanya swala ule iwe ile mvua yanyesha. Ama Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala kuuliza wakati gani naweza kukusanya swala? Wakati waanze ile swala ile ya dhuhuri ama swala ya maghrib, mvua yanyesha. Wala yujma'u illa wal matar muqimun fi alwaqti alladhi tujma'u fi, ile wakati mtakusanya. Tuseme mmemaliza swala ya kwanza, mara mvua imesimama. Kwa maneno haya Imam Shafi'i rahimahullah, itakuwa sawa kuongeza swala nyingine?
itakuwa si sawa, sababu kuna tena mvua. Kwa hiyo wakati mwakusanya zile swala, ile mvua yaendelea kunyesha, fa in salla ihdahuma, sema akiswali mojawapo wa zile swala mbili, bila shaka itakuwa ni ile ya kwanza. Thumma inqata'a al-matar, kisha mvua ikakatika, lam yakul lahu an yajma'a al-ukhra ilayha. Umeelewa vizuri? Mmeswali maghrib, kweli mvua ilikuwa nyesha, mmeswali maghrib, mkitoa salamu ile mvua imekatika. Imam Shafi'i yasema hapa itakuwa hana ruhusa ya kuongeza nyingine juu yake, itabidi na yeye pia aswali ile swala moja peke yake. Ikiwa mvua yaendelea, swali. Qala wa idha salla ihdaha was-samaa'u tamtur, mvua yanyesha ile na yesha swali ile moja. Thumma ibtada al-ukhra was-samaa'u tamtur, akianza ile nyingine bado mvua yafanya yanyesha. Thumma inqata'a al-matar, tuko kwenye isha raka ya tatu sasa, sio swali maghrib, tuko kwenye isha sasa, swali raka ya tatu, ile mvua imekatika ghafla pap, asema madha ala salatihi, hapa ataendelea katika kuswali swala yake, kwa sababu ameingia ndani ya ile swala ikiwa mvua bado yanyesha. Kwa hapa ile ruhusa anayo. Tumeelewana nafikiri? Hivi ni vidhibiti muhimu sana kwa talib ilmi kuvifahamu, la sivyo jamani, ndugu zangu tulab ilmu, tutawapelekea awamu kuitukana sunna. Na mimi nawaambieni kitu kimoja, nakirudia tena kuanzia mwanzo nilikitaja, hawa awamu hawana huruma na watu wa sunna, hawana huruma kabisa. Ukiishi ukisongia mbele katika umri, utakuja kunielewa na kusudia nini. Pengine kwa sasa zile hamasa zaweza kukubeba, hata sisi tulichanganya sana huko nyuma huko na hamasa. Ukiona umri wa miaka 18 19, twende, hawana huruma. Wakipata nafasi ya kukuzungumza vibaya, watakuchafua jina vibaya sana. Kwa wakati wa kusanya swala, chunga, hakikisha hivi vidhibiti walivyovitaja wanawavioni unavyo. Vidhibiti hivi vikipatikana, basi wewe changanya swala. Inshallah kuna mtu pale msikitini apiga kelele sasa na yote kuswalisha jamaa, hapo utaingia kwenye makosa. Kwa tuchungeni sana hili jambo, tusije tukafanya makosa. Na sisi tuambieni, msije mkapitia kule sisi tulikopitia huko nyuma, tuwaelekeze kwa sawa. Maneno haya ndio maneno wanaoviona, yafanyieni kazi. Wao ndio wanaofahamu sheria wakatuelekeza. Na sisi katika mambo yetu yote tutarudi kwa nani? Kwa ulama. Wazungumza nini katika swala hili? Na tumenukuu hapa mwanzo maneno ya Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, tukanukuu maneno ya Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, tukanukuu maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen, kisha tukamalizia maneno ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala katika kitabu chake al-Umm. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Ilikuwa ni kalima fupi tu ya kukumbushana ili tusije